Kwa kweli tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kupata ushindi huu wa leo. Haikuwa nyepesi, lakini tulihitaji kuanza vizuri kampeni yetu ya kutafuta ubingwa wa 25-26. Vijana wamefanya kila ambacho walistahili kufanya na hatimaye tumepata ushindi mnono, magoli 3. Sisi kwetu wana Simba tunao furaha kubwa mno kwa aina ya ushindi ambao tumeupata hii leo, ushindi wa magoli 3, alama 3. Sisi kwetu unatutosha kabisa kwa sababu ni ushindi wenye thamani kubwa kweli kweli. Haikuwa mechi nyepesi, kila mmoja alitamani alitaraji Fountain Gate kwa changamoto anazopitia pengine tungewazidi kwa 100% pengine, lakini kwenye football huwa haiko hivyo. Mara nyingi kwenye mpira wa miguu ukiwa na changamoto ndio unazidi kuongeza umakini zaidi. Unaweza kuona mkiwa 11 alafu mwenzenu mmoja akapewa kadi nyekundu mkaongeza umakini, kwa sababu mnapokuwa wachache ama mnapokuwa mna changamoto kila mmoja anakuwa committed kwa 100%. Kwa hiyo Fountain walikuwa committed kwa 100% na hawakuwa na kazi nyingi sana uwanjani hii leo zaidi ya kile ambacho wanahitaji kulinda, lakini yote kwa yote vijana wetu wamefanya kazi kubwa, tumepata magoli 3. Tuna furaha kwa sababu magoli yetu yamekuwa na mgawanyiko. Kwanza Jean Charles Ahoua ameendelea alipoishia. Mechi ya mwisho alifunga na mechi ya kwanza ya ligi amefunga vile vile. Maana yake ni kwamba muendelezo wake bado uko pale pale. Yule Jean Charles Ahoua MVP bado ni yule, na leo amefanya yale ambayo anatakiwa kufanya kwa ajili ya kuwafurahisha wanasimba. Ametoa assist 1 na amefunga bao 1. Huyo ndio Jean Charles Ahoua. Ni faraja na furaha kubwa kuona mchezaji wenu kiwango chake kimeendelea kubaki pale pale, hasa mchezaji muhimu aina ya Jean Charles Ahoua. Hili kwetu ni jambo la kutupa faraja kweli kweli, kuona kwamba kijana wetu kiwango chake hakijaporomoka hata kidogo. Mechi ya kwanza amefanya mambo 3 makubwa. Ya kwanza ametoa assist kwa Rushin De Rock, la pili amefunga goli, na 3 amechukua tuzo ya mchezaji bora wa mechi. Ni jambo la faraja, lakini goli jingine ambalo limetufurahisha ni goli la Rushin De Rock. Pamoja na ubora wake ambao tumekuwa tukiufahamu wa kulinda, lakini leo ametuonesha kitu kingine, ya kwamba ana uwezo wa kufunga vile vile. Hii leo amefunga bonge moja la heda na amekuwa mchezaji wa kwanza kufunga goli kwa upande wa Simba kwenye ligi kuu ya NBC. Ametukumbusha mbali kidogo, yani kama coincidence ya kufanana hivi. Msimu uliopita mchezaji wa kwanza kufunga bao kwa Simba Sports Club kwenye ligi kuu ilikuwa ni Shemalon Fondo ambaye alikuwa ni beki wa katikati, na hii leo mchezaji wa kwanza kufunga bao ndani ya Simba Sports Club amekuwa ni beki wa katikati Rushin De Rock, muite The Rock. Ni kazi kubwa anayoifanya, lakini pia ana uwezo wa kufunga. Lakini goli ambalo limetufurahisha zaidi sana ni goli la Jonathan Soa, ndio mshambuliaji wetu kinara, amefunga hii leo. Tumejisikia faraja kweli kweli. Unaposajili mchezaji bora kama yeye, unapomsajili mchezaji na kumpa jukumu la yeye ndio kuwa kinara kwenye eneo la ushambulizi, alafu akifunga bao lake la kwanza katika timu yake mpya, ni jambo la kutia faraja kweli kweli. Na baada ya kufunga goli lile, Soa unaona kabisa confidence yake ikaongezeka, na baada hapo akaendelea kusumbua safu ya ushambuliaji. Kwa yetu wana Simba, mechi leo furaha yetu imebalance kwa sababu kila kitu kimekwenda vile ambavyo tulitaka sisi kiwe. Tulitamani na mwalimu vile vile angepata nafasi ya kuingia akafunga, lakini tayari sawa ilikuwa imeshakamilika. Yote kwa yote, we are very happy. Our boys wamefanya kazi nzuri. Sasa macho mbele kwenye ligi ya mabingwa Afrika. Morris Abraham dakika chache alizocheza. Morris Abraham ameonyesha kiwango cha hali ya juu sana. Imeonyesha ni kwa namna gani tulimwamini huyu kijana mdogo. Kwa muda ambao ameingia ameonyesha tofauti mkubwa sana.
anachukua mali, anaondoka, anapasia, anafungua, na amekosa magoli kama mawili hivi, rebound zile ambazo angepiga sawa sawa ilikuwa inakula chuma ya 4 na chuma ya 5. Morris Abraham ni kijana mdogo mwenye uwezo mkubwa na kipaji halisi cha mpira wa miguu. Tumemwamini Simba Sports Club, na anavyoendelea kupata confidence ya kuchezea timu kubwa, anavyoendelea kuaminiwa na kupewa game time, Morris Abraham for Ballon d'Or. Hatua inayofuata ni kimataifa. Kesho kutwa wanasimba wanakwendaje huko, lakini pia ikiwa bado hajatoka taarifa rasmi kama watahudhuria mchezo ama la? Baada ya mechi ya leo moja kwa moja tunarejea tena kambini kwetu Mbweni kwa ajili ya kuendelea na maandalizi kuelekea mechi yetu ya tarehe 28 ligi ya mabingwa Afrika. Taarifa rasmi, taarifa kamili tutaitoa kesho kuhusiana na maandalizi ya mchezo huo na mustakabali wa mashabiki kuelekea katika mchezo huo. Kesho Mwenyezi Mungu akitujalia, mapema saa 4 asubuhi tutakuwa na mkutano na nyinyi waandishi wa habari, tuwaeleze mipango mizima kuelekea katika mchezo huo, sanjari na safari ya wapinzani wetu Gaborone United ambao tayari wameshaanza safari. Kesho tutawaambia wanaingia lini Dar es Salaam pamoja na maandalizi yake kwa ujumla. Ahmed, mchakato wa kocha mpya umefikia wapi na pengine tutarajie itakuwa ni very soon kocha mpya atapatikana. Kwa sasa viongozi wetu wanaendelea na mchakato wa kuangalia nani bora zaidi anatufaa ndani ya Simba Sports Club, na tunaamini baada ya mechi ya tarehe 28 kwa maana ya Jumapili hii inshallah tutakuwa kwenye nafasi nzuri baada ya hapo kusema nani anaweza kuja kuwa kocha wa Simba Sports Club. Na ndio maana naona taarifa yetu tuliotoa ni kwamba mechi ya ligi ya mabingwa Afrika ataisimamia mwalimu Hemedi Suleiman Morocco. Baada ya hapo mechi zinazofuatia baada ya hapo tunaamini kabisa kocha mpya atakuwa ameshapatikana. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwatoa wasiwasi wana Simba, kuwatoa hofu wana Simba ya kwamba very soon kocha mpya atapatikana na atakuja kuanza majukumu yake. Hatujafumba macho tangu mwalimu Fadlu ameondoka, wala hatujameza mate tangu mwalimu Fadlu ameondoka. Tumekuwa tukifanya kazi ya kupitia mwalimu mmoja baada ya mwingine. Mwalimu twende tukamchomoe wapi aje afanye kazi ya Simba Sports Club. Na niwaambie ama niwahakikishie wana Simba kwamba kwanza katika timu ambayo inaongoza kwa kuleta makocha bora ni Simba Sports Club Tanzania hii. Kwa hiyo wawe watulivu katika eneo ambalo huwa hatukoseagi, ni kwenye eneo la kuleta makocha wazuri. Kwa hiyo very soon watamuona kocha mpya wa Simba, na atakuwa ni kocha katili, kocha hatari vibaya mno, kocha ambaye atakuja kuiboresha timu yetu na tufanye vizuri zaidi ndani na kimataifa. Benchit ya kwanza kwa Kamara na yeye iliyopita alikuwa ni kinara. Hii inamaanisha nini? Yana ameendeleza ubora wake lakini hawezi kumsifia peke yake kwenye eneo la clean sheet. Unasifia safu nzima ya ulinzi. Tumekuwa na safu bora sana ya ulinzi. Rushin De Rock ameonyesha uwezo wa hali ya juu sana, lakini Inspector Karabwa Shamo ameendeleza ubora wake. Jitu zito kweli kweli, linafika linachukua linaondoka, lakini kushoto na kulia kwa Nabi Kamara pamoja na kwa Shomari Kapombe, baadaye akaingia Duchu. Ni ulinzi wa kutosha ambao umemfanya Musa Kamara Spider kuondoka akiwa hajaruhusu hata bao moja hii leo. Ramon TV, habari na burudani kiganjani mwako.